Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana tena sana kwa kufika siku ya leo siku ya leo, siku ya Mungu. Ndiyo, leo ni tarehe 8 mwezi wa 6. Tunasema jina la Bwana libarikiwe. Siku ambayo tumeanza juma, siku ya kwanza ya juma, dimanche. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Tuna moyo wa shukrani. Na siku ya leo nimejisikia kumsifu Mungu, kumshukuru kwa ajili ya kazi aliyoifanya msalabani, kazi ya Golgotha. Sababu bila Yesu msalabani, bila kazi ya Golgotha, hatujui tungelikuwa wapi. Bila Yesu kufa na kufufuka sisi wa Kristo, hatujui tungalienda wapi. Ulimwengu ungelikuwa mbali, umepotea kabisa. Lakini kazi iliyofanyika Kalvari, msalabani, ni kazi ya ajabu sana. Kwa hiyo tutamsifu Mungu wetu, tutamwimbia, tutamtukuza kama vile Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Mimi naachaka Roho wa Bwana niongoze kwa nyimbo, kwa maombi, kwa kila kitu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakati nimechukua muda na mwachaka Baba anisaidie, Roho wa Bwana anisaidie. Kwa hiyo tutamshukuru Mungu na kumtukuza. Na mbele ya kuendelea tutaimba nyimbo fulani. Tutaimba nyimbo ya wokovu namba ya 138. 138. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tayari kwetu siku ya kuokoka. Yesu alitimiza yote msalabani. Wengi wanamjia Yesu Mwokozi wao, wapate kustarehe
tutaimba hii haya yake ya 3. Mwana kondoo wa Mungu ambaye anastahili, haleluya, kupokea utukufu, kupokea sifa na heshima na mamlaka, ambaye ameandikwa katika kitabu cha Ufunuo, unastahili Bwana wewe peke yako, maana walitafuta nani anayeweza kuokoa wanadamu, hakukupatikana hata mmoja, lakini kukapatikana mmoja, haleluya, mwana kondoo wa Mungu. Maandiko yanasema unastahili kukichukua kile kitabu wewe peke yako na kuifungua mihuri yake, maana umemnunulia Mungu kwa damu yako watu kila kabila na lugha, haleluya. Umekichukua kile kitabu na kuifungua mihuri yake. Umekichukua Yesu kile kitabu na kuifungua Bwana mihuri yake, wakisema wewe wastahili, uliyechinjwa, umemnunulia Mungu kwa damu yako watu kila kabila na lugha. Kwa damu yako watu kila kabila na lugha, haleluya, haleluya. Damu ya Yesu, damu ya samani, damu ya ukombozi iliyomwangika msalabani ili nipate kuokolewa, ili upate kuokolewa. Oh, damu ya Yesu tunaisifu, haleluya. Damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo. Jina lako libarikiwe Mungu wetu. Damu yake Yesu ina nguvu sana kwa kuziondoa dhambi za watu. Damu ya Goligota, damu ya thamani, hiyo damu yake, damu ya Yesu, damu yake Yesu ina nguvu sana kwa kuziondoa dhambi za watu. Damu ya Goligota, damu ya thamani, hiyo damu yake, damu ya Yesu. Pale pa Goligota nina ushindi, pale pa Goligota nina mamlaka, pale pa Goligota nina ushindi. Roho, mwili, nafsi vimesafishwa pale pa Goligota. Mimi nina ushindi pale pa Goligota, nina mamlaka pale pa Goligota, nina ushindi. Roho, mwili, nafsi vimesafishwa kwa nguvu ya damu hiyo, kwa kila lugha, kwa nguvu ya damu hiyo, kwa kila rangi, kwa nguvu ya damu hiyo, kwa kila inchi, kwa kila mtu dunia nzima, kwa nguvu ya damu hiyo, kwa kila lugha, kwa nguvu ya damu hiyo, kwa kila rangi, kwa nguvu ya damu hiyo, kwa kila inchi, kwa kila mtu dunia nzima,
pale pa Goligota nina ushindi, pale pa Goligota nina mamlaka, pale pa Goligota nina ushindi, roho mwili nafsi vimesafishwa, pale pa Goligota oh nina ushindi, pale pa Goligota nina mamlaka, pale pa Goligota nina ushindi, roho mwili nafsi vimesafishwa. Haleluya, haleluya. Kusudi langu kuweko mimi ni kazi ya msalaba, kazi ya ukombozi. Ndio maana natangazia watu, ndio maana nachukua muda wa kumtangaza huyu Yesu, maana kazi aliyoitenda imenifanya jinsi nilivyo. Amenitoa mbali, nilikuwa nimepotea, nilikuwa mautini, nilikuwa nimekufa. Yesu Kristo ameniokoa. Oh haleluya. Yesu Kristo amenitendea makuu, amenitendea mema. Oh, pale pa Goligota, pale pa Goligota ndipo palitoka wokovu wangu, ndipo palitoka wokovu wangu, pale pa msalaba, pale pa msalaba ndipo palitoka kupona kwangu, ndipo palitoka kupona kwangu, pale pa Kalivari oh alipoteswa Bwana wangu, ndipo palitoka wokovu wangu, ndipo palitoka wokovu wangu. Haleluya, haleluya. Ni pale ndipo palitoka wokovu wangu mimi. Najivunia msalaba wa Yesu, najivunia kufa kwa Yesu, najivunia damu ya Yesu Kristo. Ndio maana niko mshahidi, niko mshahidi. Je suis témoin, niko témoin wa kufa kwa Yesu, niko mshahidi. Sisi mashahidi wa ushindi wa Bwana, tutangazia watu wote ushindi wake Yesu. Sisi mashahidi wa upendo wa Bwana, tutangazia watu wote upendo wake Yesu. Sisi mashahidi wa huruma za Bwana, tutangazia watu wote huruma zake Yesu. Sisi mashahidi wa baraka za Bwana, tutangazia watu wote baraka zake Yesu. Pale msalabani Yesu aliharibu kazi zote za shetani, shetani ameshindwa. Pale msalabani Yesu alipasua barua za mashitaki, shetani ameshindwa. Haleluya. Msalabani Yesu alimaliza yote, Yesu alitimiza yote. Haleluya. Yesu alisema yote imekwisha, tout est accompli, tout, yote imekwisha. Tu. Hakuna kitu, yote imekwisha. Il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Haleluya. Hakuna hukumu tena kwa wale walio ndani ya Kristo. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses, toutes, kila jambo inakuwa nouvelle, inakuwa mpya. Qui peut condamner ceux qui sont en Christ? Nani atawahukumu? Hakuna hukumu tena, hakuna hukumu tena kwao waliookoka, kwao waliookoka
tushangilie. Ndugu yangu, je, unajua thamani ya damu ya Yesu? Je, unajua kazi Yesu aliyoifanya msalabani? Ndio maana niko napenda nimshuhudie, nimsifu na nikuambie ndugu yangu, nikueleweshe. Bila Yesu msalabani, ungelikuwa wapi leo? Ungeitwa nani leo? Ndio unaweza kusema, mbona mimi nateseka, mbona niko na magumu, mbona niko na shida? Niko nasema, tuhesabu mateso ya wakati hukuwa si kitu. Tuhesabu mateso ya wakati hukuwa si kitu, kwa kuwa utukufu ule utakaofunuliwa kwetu ni kubwa mno na wenye mali. Basi tuvumilie mambo tuyaonayo leo, zikishida au njaa au uchi au hatari au ugonjwa au upanga, visitutenge na wokovu wa Bwana, visitutenge na wokovu wa Bwana. Kwa ajili ya Yesu tumeuawa mchana kutwa, kwa ajili ya Yesu tumechinjwa kama kondoo, kwa ajili ya Yesu nasahau ile wimbo. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda zaidi ya kushinda. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda zaidi ya kushinda. Kwa yeye aliyetupenda, kwa yeye atutiaye nguvu, tunashinda zaidi ya kushinda. Kwa yeye aliyetupenda, kwa yeye aliyetufia, kwa yeye aliyejitoa, alitoa yote. Haleluya. Alitoa yote kwa ajili yetu. Tutafakari wimbo wa wokovu namba 321. Haleluya. Namba 321. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwokozi mzuri ni Yesu Kristo, ninamshukuru sana. Alinitafuta kwa njia mbaya, ni mali ya Yesu Bwana. Kwa damu nafunguliwa, kwa damu nafunguliwa. Alitoa yote kwa mimi na wote, kwa damu nafunguliwa, kwa damu nafunguliwa, kwa damu nafunguliwa. Alitoa yote kwa mimi na wote, kwa damu nafunguliwa. Alibeba dhambi msalabani, alitukomboa sote. Barua za deni na mashitaki alizipasua zote, kwa damu nafunguliwa, kwa damu nafunguliwa.
alitoa yote kwa mimi na wote, kwa damu nafunguliwa. Aliteswa sana pa Getsemane, uchungu aliunyweshwa, lakini kwa mwisho msalabani Bwana alisema imekwisha. Kwa damu nafunguliwa, haleluya, kwa damu nafunguliwa. Damu ya Yesu alitoa yote kwa mimi na wote, kwa damu nafunguliwa, kwa damu nafunguliwa, kwa damu nafunguliwa. Alitoa yote kwa mimi na wote, kwa damu nafunguliwa. Haleluya, haleluya. Yesu alitoa yote kwa mimi na wote, sio kwangu tu, lakini kwa ulimwengu wote. Kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu, Baba aliupenda ulimwengu, Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu, kila mtu, kila mtu, kila lugha, kila rangi, kila nchi, oh haleluya, kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu nipenda, alipenda wote. Mungu nipendo, alinipenda. Mungu nipendo, alipenda wote. Mungu nipendo, alinipenda. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu est amour. Alléluia. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon enfance, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Alléluia. Alléluia. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Alléluia. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Alléluia. Jésus m'a donné la liberté. Il m'a racheté
en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Il m'a racheté en mourant sur la croix. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Merci Jésus. Asante Yesu. Asante Kristo. Asante mkombozi. Asante kwa kazi ya msalaba. Asante kwa yote umefanya msalabani. Oh, haleluya. Asante kwa kuniokoa. Mimi ambaye nilikuwa mnyonge, nilikuwa nimezarauliwa, nilikuwa nimeonewa, lakini sasa ninaitwa mwana. Ninaitwa mwana. Nilikuwa mbali na wewe. Nilikuwa mbali na wokovu. Nilikuwa mbali porini. Nilikuwa katika matope, nilikuwa katika tufani, nilikuwa mtu wa kudharauliwa, lakini Bwana umeniheshimisha, Bwana umenipatanisha na Baba. Oh, haleluya. Najua ya kuwa siku moja nitakuona katika ufalme wako. Siku moja na mimi nitaingia katika mlango ule. Bwana, siku moja nitarithi pamoja na wewe. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Wewe ndiwe mkombozi wa ulimwengu. Haleluya. Tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu. Haleluya, la pembeni lenye heshima. Na kila aminiye hata taarika hata. Haleluya. Haleluya. Heshima ile ni kwa wote wanaoamini. Oh, asante Yesu. Anayekuamini na heshima. Mtu akikutumikia Baba atamheshimu. Haleluya. Hakuna kama wewe, mwana wa Mungu. Wewe ndiwe njia, kweli na uzima. Wewe ndiwe njia, kweli na uzima. Tu es la vie, la vérité, le chemin. Oh, béni soit ton nom. Merci Jésus. Haleluya. Ingawaje wengi wanadharau, beaucoup de gens se moquent de la croix de Jésus. Beaucoup de gens négligent la puissance de la croix. Mais pour nous, kwetu sisi, kwa sababu neno la msalaba kwa wapoteao ni upuzi, bali kwetu tunaokolewa ni nguvu ya Mungu ya wokovu. Haleluya. Kwa sababu neno la msalaba kwa wapoteao ni upuzi, bali kwetu tunaokolewa ni nguvu ya Mungu ya wokovu. Damu ilimwangika juu msalabani, tusafishwe dhambi zetu ili tuwekwe huru. Wokovu tumeupata toka msalabani. Yesu alipoteswa juu msalabani, damu ilimwangika juu msalabani, tusafishwe dhambi zetu ili tuwekwe huru. Wokovu tumeupata toka msalabani. Yesu alipoteswa juu msalabani. Chini ya msalaba wa Yesu twasamehewa dhambi. Chini ya msalaba wa Yesu tumeponywa magonjwa. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna amani. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna furaha. Chini ya msalaba wa
wa dhambi. Chini ya msalaba wa Yesu tumeponywa magonjwa. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna amani. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna furaha. Ukilemewa na magonjwa, matatizo yakikusonga, maisha yakiwa magumu, shida zikikuzidi, enda chini ya msalaba. Chini ya msalaba wa Yesu magonjwa, shida, dhambi zitakwisha. Ukilemewa na magonjwa, matatizo yakikusonga, maisha yakiwa magumu, shida zikikuzidi, enda chini ya msalaba. Chini ya msalaba wa Yesu magonjwa, shida, dhambi zitakwisha. Chini ya msalaba wa Yesu twasamehewa dhambi. Chini ya msalaba wa Yesu tumeponywa magonjwa. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna amani. Chini ya msalaba wa Yesu ndiko kuna furaha. Haleluya. Chini ya msalaba wa Yesu kuna amani. Hata kama unaweza ukasema mbona niko nateseka, mbona mimi nakosa amani, lakini amani ambayo Kristo anapana sio kama amani ya ulimwengu. Amani ya Yesu iko hata katika magonjwa, katika vita, katika majaribu, unasikia tu uko na amani. Uko na amani. Maana Yesu yuko pamoja na wewe. Walipokuwa baharini, mawimbi na dhoruba zilivuma kabisa. Watu walianza kulalamika wakiogopa, lakini Bwana Yesu alikuwa pale. Alikuwa anapumzika na lala. Wakamuamsha akamwambia, "Bwana, mbona tunaangamia na wewe unalala?" Bwana Yesu akatuliza mawimbi. Anatuliza mawimbi ya roho, mawimbi ya maisha yetu. Bwana Yesu anasaidia. Tunavuka maji mengi, tunavuka moto. Bwana Yesu anakuwa pamoja na sisi hata katika kufa, hata katika kitanda cha hospitali. Haleluya. Namuona baba yangu mzazi, siku yake ya mwisho tuko tunamtosha kuplende Ruzizi kumbeba Burundi, Bujumbura, katika ambulance. Baba yangu alikuwa akisema, Yesu Kristo, jioni ya leo isipite na sijakuona Bwana. Jioni ya leo isiishe na sijakuona Yesu Kristo. Haleluya. Jioni ya leo isipite na sijakuona. Alikuwa katika magonjwa. Alikuwa katika hali ya katika bonde la uvuli wa mauti, lakini alijua kazi ya Kristo. Alijua presence ya Kristo. Akasema jioni ya leo isipite na sijakuona. Na ile jioni tuko natoka ku frontiere ya Kongo twende Burundi tuangalie gisi ya kuendelesha matibabu. Baba alikuwa anajitahidi, tulikuwa tukiona anajitahidi asivuke Burundi. Sisi tulikaza tu, lakini mule munjia iko naenda banambeba ambulance ya Burundi na ikakia kumkamata pale ku frontiere. Papa banambeba na mule munjia na njoo tunajua aliendeaka ni mali zake. Ile jioni haikuishaka na papa Yesu. Baba yetu alituambiaka, watoto wangu, msiwe mnasahau kumwambia Yesu asante kwa neema. Msisahau kamwe kusema juu ya neema. Mtangaze neema. Usisahau neema. Umeokolewa kwa neema. Umetoka mbali sana. Sio kwa matendo yako, usije ukajisifu. Huwezi ukaweza. Ni grace. Ni favor ya Mungu bure, amekupa bure, don gratuit. Mwanangu nakupenda, nimekuokoa bure. Baba yangu akiomba akasema, msisahau kamwe neema ya Yesu. Haleluya. Na nyayo za baba yangu mzazi nazizingatia. Tangu niko mtoto baba yangu yuko ananiambia habari za Yesu.
habari za Mwokozi. Haleluya. Baba yangu akanifundisha wimbo wa namba ya wokovu namba 229. Haleluya. Alinifundisha nyimbo za mingi, lakini wimbo inanijia. Mwokozi mfalme ulisulubiwa, Pasaka wetu ulizihakiwa, ukatoka damu kaona uchungu, ulipotimiza mapenzi ya Mungu. Huku Getsemane ulihuzunika, kwa neno la mbingu ukafarijika, katika kuomba ukatiwa nguvu. Haleluya. Na mwisho ukafa tupate wokovu. Kwa ajili ya mimi ulijeruhiwa, ukaonja kufa nipate uzima. Ulijisahau ukanikumbuka, uliwaombea waliokutesa. Haleluya. Na ulijitoa dhabihu ya kweli, na kuusikia uchungu mkali. Kwa pendo kamili ulikusudia kuonja mauti kwa ajili ya wote. Je, kupatanishwa na Mungu nini? Ni kwamba laana la dhambi lako, kufika karibu na Mungu ni nini? Ni kuwa rafiki wa Mungu wa mbinguni. Haleluya. Na sasa ufike kutoka dhambi, utie hatia na dhambi nuru. Mwokozi mpendwa kuhurumia, hata kufungua na kusaidia. Oh, haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu kwa wazazi uliotupatia. Asante Yesu kwa baba yangu mzazi, kwa kazi aliyoifanya, na ukapendezwa kumchukua katika ufalme wako. Mimi sitamsahau kamwe. Haleluya. Haleluya. Unajua kazi aliyoifanya. Bariki wazazi wengine, na wafundishe watoto wao neno lako Bwana. Wawafundishe wangali bado wadogo, maana hawatasahau. Oh, haleluya. Asante Yesu. Wiyana Yesu ibyangene, mwane mtema, mwane mtema, mwane mtema, mwane mtema. Wiyana Yesu ibyangene, mwane mtema. Haleluya. Kuishi na Yesu, kuikaa na Yesu ni vizuri ndani ya roho yetu. Ndani ya roho yetu. Hayo ni nyimbo ambazo baba alikuwa akiniambia. Oh, haleluya. Haleluya. Ebakeni moya ole lobelo na weuta, chwatu mwana wetu mwami mnolo kendo letu, mbibule na mgulo datushila lemgela, hichi ya itola wake wake ulia mwikulo, hichi ya itola wake wake ulia mwikulo. Haleluya. Sitaendelesha
ushuhuda wa baba yangu ni kidogo tu, maana ni mengi. Alikuwa akinifundisha nyimbo nyingi, hata katika hii nyimbo ya Iyange Abecha katika lugha za Kibembe, hata kama sikuwa najua lugha vizuri. Baba yangu aliniambia, tate yangu aliniambia juu ya Yesu. Maana kuna watu ambao walioniuliza, Mireye, haya mambo yote unayajuaje? Mambo ya wokovu unajuaje? Je, wazazi wako ndio walikuambia? Je, aliniambia, je, wachungaji wako ndio wanakuambia mambo hayo? Mtu mmoja nikamjibu nikamwambia, nilisikia habari za Yesu. Nilikuwa nikizisikia. Tate yangu alikuwa ni muombaji kabisa, mzaa mama. Tate yangu mzaa mama mwanaume alikuwa mchungaji. Ndio walisema juu ya Yesu. Tata alikuwa analamuka saa 10 ya usiku kila wakati kuomba. Walisema juu ya Yesu. Nilikuwa naye, hata nikilala naye anaamuka anaanza kuomba. Baba yangu mzazi, mtumishi wa Mungu, ansia wa kanisa, alianza nifundisha neno la Mungu ningali bado mdogo. Mama yangu, wamoja nimewaonesha niko na kaea mama yangu ya nyimbo angali binti. Alikuwa naimba kwenye kwaya, na mimi akanipa nilimlomba hiyo kitabu, ninayo hiyo kaea. Aliniambia juu ya Yesu. Lakini haiko ile njoo imetuma nimekumbatia na kuzingatia Yesu kama hivi. Yesu Kristo Bwana amejitukuza, amejidhihirisha kwangu mimi binafsi. Sio yale tu niliyoyasikia kutokea mababu, kutokea wazazi, lakini mimi mwenyewe nimefanya experience na Yesu. Ndio maana niko namtangaza, ndio maana simwachi. Ingawaje niko dhaifu, mara ninashindwa, mara ninatereza, mara ninamkosea, lakini aliyo yafanya kwangu. Nilikuwa nikiimba, nikiomba, na yale ambayo wazazi walinifundisha, yale ambayo niliyofundishwa na walimu wa École de Dimanche, yale ambayo niliyofundishwa na wachungaji wetu, wachungaji fulani. Lakini ile haikutosha. Nilikuwa nikiimba bila kumjua kabisa. Nilikuwa nikimtumikia bila kumjua kabisa. Lakini sitasahau. Haleluya. Sitasahau siku ile. Niko kwenye makaburi katika nchi ya Rwanda. Sitasahau. Mwezi wa 4 mwaka wa 2011, 2011. Sitasahau. Niko nazika mtoto kwa kaburi. Niko nikililia mtoto, nalilia mtoto. Nazaona kisi mtoto wangu atakuliwa na vidudu, kisi mtoto wangu ataoza. Hapo nikakuwa kama vile mtu ambaye wanamwangia maji ya baridi. Na hapo nilikuwa nikiangalia jinsi nazungukwa na misalaba. Wamoja wamezaliwa tarehe, wamekufa tarehe. Hapo nikasikia kama vile mtu amemtupia maji ya baridi. Nikashituka. Nikasikia sauti inaniambia, je, leo ukikufa, je, utakuwa wapi? Utaenda wapi? Je, uko tayari kukutana na Yesu? Mimi nilikuwa nikifikiria niko tayari. Lakini hapo picha ya maisha yangu ikafunuliwa. Hapo maisha yangu yakafunuliwa tangu utoto. Nikazaona makosa yangu yalikuwa mengi, na yale ambayo nilikuwa nikifikiria yakuwa sio kosa, kumbe nilikuwa mbali na Yesu. Ingawaje nilifuzwa na wazazi, ingawaje nilifuzwa na
Kumbe nilikuwa nimepotea. Kumbe nilikuwa nimepotea. Hapo nilianza kutubu, kutengeneza maisha yangu mbele ya Bwana. Nikamwambia, unisamehe Bwana na unisaidie. Haleluya. Sitasahau siku ile. Haleluya. Ikawa siku kubwa kwangu, aliponiokoa Yesu. Roho yangu umusifu Mwokozi wako Yesu Kristo. Sikukuu aliponiokoa Yesu, na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikukuu aliponiokoa Yesu. Haleluya. Sitasahau siku ile. Wamoja wanaponiona wananiambia, Mama Mirae, mbona umebadilika? Mbona haiko vile juni kuanga mbele? Ilikuwa kaje? Nilikutana na Kristo. Nilikutana na Bwana. Akabadili maisha yangu. Akanifanya kiumbe kipya. Ndio maana ingawaje magumu, ingawaje shida na matatizo, namkumbatia huyu Yesu, namuzingatia huyu Yesu, namutangaza huyu Yesu. Maana bila yeye mimi siwezi. Haleluya. Wimbo huu wa wokovu namba 215. Ikawa siku kubwa kwangu, aliponiokoa Yesu. Roho yangu umusifu Mwokozi wako Yesu Kristo. Sikukuu aliponiokoa Yesu, na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikukuu aliponiokoa Yesu. Nimeokoka na furahi, analitaja mwana wake. Alinivuta kwa upendo, nikafuata mwito wake. Sikukuu aliponiokoa Yesu, na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikukuu aliponiokoa Yesu. Ni shangwe kuu moyoni mwangu, nikifuata Bwana Yesu. Anipimia neema sawa wakati
Bwana rehema ananitunza siku zote, sitasahau siku ile alioniokoa Yesu. Siku kuu aliponiokoa Yesu, na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Siku kuu aliponiokoa Yesu. Haleluya. Ndugu yangu, mara magumu yanapokujia, mara shida zinapokujia, wewe unajiuliza kwa nini shida hii inanijia? Yaani wakati ule mtoto alifariki, alikuwa mtoto ambaye niliyezaa, akaishi siku moja, akakufa. Lakini kwangu sikuwa nakubali, sikuwa naona kama mtoto wangu anaweza kukufa. Haikuwa nawezekana. Nikamwambia mume wangu, baba, kama ni kuuzisha venye tutauzisha, tuangalie kama itawezekana mtoto anaweza katunziwa, wala tumubebe mahali pengine pale, lakini mtoto aishi. Ikawa kama vile mimi ndio niko na maisha ya ule mtoto mikononi mwa Bwana. Nikamwambia Mungu, wewe ni Mungu wa miujiza, unayetenda makuu na maajabu. Ulipasua bahari ya Shamu, ulifunga vinywa vya simba wakati wa Danieli. Daudi alimuua Goliathi. Wana wa Israeli walivuka bahari. Hakuna jambo lililo ngumu kwako usiloliweza. Meshaki, Shadraka na Abednego, baba yangu, uliwaponya katika moto. Wewe unaweza yote. Na mtoto wangu, sababu alikuwa na shida ya kupumua, alizaliwa kidogo mbele ya siku, alikuwa na shida fulani, lakini nikajua Mungu anafanya kama miujiza. Lakini ile haikutuma. Kila wakati alikuwa anakia kutuambia mtoto amefariki, tunaenda angalia tunakutana mtoto angali hai. Nilikuwa na imani Bwana atamuokoa, Bwana atamponya. Lakini mtoto akakufa. Na hapo nilipotubu dhambi zangu kule kumakaburi huko, nilitoka pale nimekuwa kiumbe kipya. Nikarudia. Pale ilikuwa Kigali, sababu alikufa pale Kurwa Faisal. Tukamzika kwenye makaburi pale. Ni ushuhuda mrefu, siku moja nitawapatia ushuhuda juu ya hii. Nitawapatia mengi zaidi kuhusu jambo hili. Tukamaliza kuzika mtoto, tukarudia. Tulikuwa tunaishi Musanze Ruengeri. Tulikuwa na kazi pale. Nilipofika mimi ndio nilikuwa wa kwanza kufariji wengine, kuwafariji. Nawaambia, mfarijike. Dunia mna shida, binafikaka. Mjipe moyo. Na mimi ndio nimepoteza. Nilikiaelewa. Kwa nini huyo mtoto Mungu aliruhusu aende atangulie. Nilikuja kuelewa. Lakini nikamshukuru Mungu, sababu Mungu ana uwezo. Anaweza kukutafuta njia zozote zile. Kama hakupati, ndugu yangu, kama unafanya moyo mgumu, kama Bwana iko na plan na mission kwa ajili ya maisha yako, ukifanya moyo mgumu, mara Mungu anaweza kukugusa kumwili. Mungu anaweza kuchukua mtu wa karibu yako ili upate kuelewa. Mungu akikupenda, anaweza karuhusu nini iwe. Anaweza karuhusu. Hata nikiona nchi yetu ya Kongo, Mungu anaipenda, anaruhusu. Yenye tuko tunafipitia, anaruhusu. Mahali ambapo palipo neema, mara hapo kuna vita na vitisho sana. Na maandiko inasema mara, là où le péché a abondé, la grâce
sasira bonde. Sio kwamba nilikuwa kabisa mwenye dhambi, lakini mara Bwana alikuwa ananiita. Alikuwa ananiita lakini sikukuwa nasikia. Alikuwa ananiita kwenye misio lakini sikukuwa nasikia vizuri. Akaruhusu yale mambo yanifikie ili akili yangu ipate kufunguka. Na hakika akili yangu ikafunguka, na ninamshukuru Mungu. Ninamshukuru kwa yote. Basi tunashukuru Mungu kwa kazi ya Golgotha ya msalaba, kumtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yetu. Ndio maana tunamtangaza na kumshuhudia bila uoga. Baba akisema, mwanangu simama uende fasi fulani, Baba ananifungulia milango. Natembea mbali katika hali zozote zile. Mahali pa wakuu, mahali pa chini, nalala mara katika hali mbaya, hata katika nje hivi, katika udongo, katika hali zozote zile. Naenda kama niko fasi ya mabintingi na nalala huko, nalala katika pori, katika hali zozote juu ya Yesu. Nakubali waniseme, wanitete, wanicheke, lakini nazingatia huyo Yesu. Nimeshuka chini, Yesu ainuliwe. Haleluya. Watu waliniambia, mama, umekuwa bibi ya mtu mkubwa, wanako iko député national. Usianze sema tena vitu, usianze tangaza yenu, unapaswa kunyamaza mara kimya kwa vitu ya mimi. Lakini nikamwambia juu ya Yesu wangu, mimi siwezi badilika hata nikuwe bibi ya president. Siwezi hata nikuwe mkuu wa dunia hii. Yesu Kristo nitamtangaza na sitabadilika kabisa, maana Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mfalme, na nitamtangaza kwa hali zozote zile. Haleluya. Samani nitamtangaza. Basi kwa kumalizia, ndugu zangu, tuimbe namba ya 355. Haleluya. Tamtangaza Yesu. Wanasifiwe. Tuko najiandaa kwenda kanisani, lakini nasikia haleluya.
msalaba wa Yesu na ukumbatia. Ingawaje magumu, ingawaje majaribu, ingawaje vita, ingawaje miba iumize miguu, ingawaje nitereze, ingawaje niwe dhaifu, lakini kwake nina nguvu. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Na ninaamini Baba atatupatia muda mwingine, hata siku nyingine, ili kuendelea kumsifu tu katika yote. Ni mengi sana, ni mengi kabisa. Basi tunawatakia wote dimanche njema, ibada njema, wamoja usiku mwema, wengine mchana mwema. Sisi tunatafuta ingia ibadani na baadaye naenda kazini. Mungu atubariki. Haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Neema yako iwe juu yetu sote.